Jumatano tarehe 13 mwezi wa 8 2003 ilikuwa ni siku ya ufunguzi wa kongamano. Fuatilia sasa kwa makini baadhi ya mambo yaliyojiri katika ufunguzi wa kongamano hilo na mengine yaliyoambatana na ufunguzi huo. Katika hatua zetu za mwanzo sasa za kufungua rasmi kongamano hili, la kwanza ambalo ningependa kuwafahamisha kama mwenyeji wenu, kila mmoja wetu hana budi kufahamu hapa tulipo sasa sio kanisa la Full Gospel Bible Fellowship. Na hapa maana yake ni mfano wa jinsi tutakavyokaa pamoja katika hekalu takatifu mbinguni. Na kwa sababu hiyo usisite kufanya chochote, usifanye unafiki, uwe vile vile ulivyo. Na moyo wako unakusukuma kuruka mpaka juu, ruka mpaka juu. Moyo wako unakusukuma kuzunguka kama pia, zunguka kama pia. Na tufahamu hapa hatuko kwa taratibu za Full Gospel Bible Fellowship, lakini tuko hapa kwa taratibu za mwili wa Kristo. Napenda tu kuzungumza machache tunapoanza kongamano hili. Wote kama wahubiri wa neno la Mungu tunafahamu kwamba Zaburi 133 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 3 ni sura ya ajabu sana. Sura hiyo ina mistari mitatu tu, na Mungu kwa makusudi kabisa amefanya mistari mitatu imalize sura nzima ili kuweka uzito wa kitu hiki cha ndugu wakae pamoja kwa umoja. Na maandiko nasema ndugu wakikaa pamoja kwa umoja ndio chanzo cha mafuta kushuka kutoka kichwani. Kichwa kinachozungumzwa ni Yesu Kristo ambaye ndiye kichwa cha kanisa. Yeye ndiye mafuta yenyewe, na mafuta hayo yatashuka kutoka kwa Kristo na kutumwagikia sisi watumishi wa Mungu kama tukikaa pamoja kwa umoja. Na ndiko mahali ambapo Mungu ameziamuru baraka za kila namna. Na ndio maana shetani anajua inakuwa si rahisi kukaa pamoja kwa umoja kwa namna hii, na chanzo kikubwa cha kuacha kukaa pamoja kwa umoja ni kwa sababu hatujui hata msingi wa umoja ni nini. Kuna tofauti kati ya umoja na kitu kimoja. Kuna tofauti kubwa kati ya umoja na kitu kimoja. Umoja ni umoja wa vitu kadhaa vilivyo tofauti. Vitu vilivyo tofauti, vilivyo na tofauti vinavyokuwa pamoja sasa vinakuwa katika umoja. Lakini kimoja maana yake ni kimoja, hakuna tofauti tena. Na mwili wa Kristo sio kitu kimoja, ni viungo vya mwili vingi vilivyo tofauti, lakini vyote vimekaa pamoja kwa umoja na kufanyika mwili. Na katika Korintho wa kwanza 12 kama wengi wetu tunavyofahamu, tunajifunza juu ya Mungu. Mungu ni Mungu wa tofauti. Asili yake ya uumbaji inaonyesha uumbaji wa tofauti. Na Biblia inasema kuna tofauti ya karama, lakini roho ni yeye yule. Lakini tena kuna tofauti za huduma, lakini Bwana ni yeye yule. Tena kuna tofauti za kutenda kazi, lakini yule Bwana ni huyo mmoja. Kwa hiyo Mungu anazungumza hapo kama Mungu wa tofauti. Tofauti zilizo nazo ambazo zinaonekana katika madhehebu kadhaa ya Kipentekoste zinatokana na Mungu mwenyewe, kwamba katika uumbaji wake Mungu ni Mungu wa utofauti. God
is a God of variety. Ni Mungu wa tofauti, na utofauti mbele za Mungu unapendeza. Jaribu kuwaza, kama mtu unawaza kuwa na dhehebu moja tu duniani, ni sawasawa na kuwaza dunia kuwa na maua ya rangi nyekundu tu, ingekuwaje? Na isingekuwa dunia ya kupendeza. Na ndiyo maana sasa maua tofauti tofauti ya namna tofauti tofauti kama ambavyo tunayajua na kuyaona yanafanya sasa ufurahi, upendeze, uenjoy namna hiyo. Kwa hiyo Mungu ana makusudi kabisa na kila dhehebu, kama dhehebu la Kipentekoste vile vile lilivyo. Na tunapokuwa tunaanza kongamano, tujue Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza 12 ikizungumzia tofauti hizo hizo kwamba kama mwili wote ungekuwa sikio, kuwapi kunusa? Kama mwili wote ungekuwa jicho, ingekuwaje? Miguu haiko, tungefanyika namna gani? Kwa hiyo hapa tumekutanika sasa, miguu na mikono na macho na masikio, na wote ndio tunafanya mwili mmoja. Kwa hiyo kila mmoja tangu mwanzo awe na roho ya kumpenda mwenzake, roho ya kulipenda dhehebu la mwenzako, roho ya kupendana sisi kwa sisi. Ngoja nikwambie kitu kimoja tena cha mwisho. Mungu kwa makusudi, ili kufikia watu wote, watu hawako sawa sawa, watu wako tofauti tofauti. Angalia, ingawa wote tuna masikio na macho na miguu, lakini wewe na mwingine mmetofautishwa hata kwa sura, hata kwa sauti, hata kwa mwenendo. Ndio uumbaji wa Mungu, ni wa tofauti. Na kuwafikia watu tofauti tofauti kwa wote kwa pamoja inahitaji madhehebu tofauti tofauti yenye tofauti za kutenda kazi ili kuwafikia. Na kwa mfano, ikiwa makanisa yote yatakuwa na midundo tunayosikia kama hapa, ambapo wakati mwingine tumbo linauma, manake wenye pressure hawataokoka na kwenda mbinguni. Na kwa sababu hiyo wenye pressure Mungu anaweka mahali, halafu anawaombia kitu cha kuimba tenzi za rohoni. Kwa hiyo kama unaona watu wengine wako kwenye kanisa jingine, wao hawapigi makofi kama wewe na hawako kwenye midundo kama wewe, huenda wametengenezwa kwa ajili ya watu wa pressure. Na kwa hiyo unamshukuru Mungu na kumshangilia, kwa sababu yeye hapendi kuona hata mtu mmoja anapotea pamoja na watu wa pressure. Na ikiwa kuna kanisa ambalo lenyewe ibada zake ni za Kiingereza, kwa mfano katika kanisa letu sisi hatuna ibada za Kiingereza. Je, kama makanisa yote hapa Dar es Salaam yangekuwa full gospel na katika ibada zetu hatuna ibada ya Kiingereza, maana yake wale ma-expatriate, wale watu wanaotoka nje kufanya kazi Tanzania, wote wangeenda jehanamu ya moto wote. Kwa sababu hiyo anafanyiza kanisa jingine mahali fulani lenye ibada za Kiingereza. Sasa usianze kupiga kelele, Kiingereza Kiingereza. Hawa yuko Mungu katika tofauti hizo. Na tukitoka hapa wote sasa hivi tukaenda kwenye chakula, tukapewa soda, tayari kila mmoja atachagua soda za tofauti. Huyu anachagua Fanta, huyu Sprite, huyu Coca-Cola, ingawa wote tumejaa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa nini tusinywe Coca-Cola wote? Kwa nini tusinywe Fanta wote? Kuna tofauti ambazo Mungu ameziumba. Kwa hiyo ukiona mwenzako ana beji na dhehebu la tofauti, kama moyoni mwako unaugua, ujue unamhitaji Yesu katika kongamano hili. Kwa hiyo tumeanza kwa upendo, tuendelee kwa upendo mpaka mwisho wa upendo, halafu shetani aibike. Na tukikaa pamoja kwa upendo katika mabweni yetu, tukikaa pamoja kwa upendo kila mahali, kutembea kwetu, tukismile, tukichekeana na watu wa madhehebu tofauti na sisi, kitakachotokea
mafuta yatashuka kutoka kichwani kukushukia wewe. Na hapa huko mlimani, washirika wako umewaacha kule bondeni, ndio maana hatukuwataka hapa. Unakamata mafuta hapa, ukirudi kule kila mshirika atasema sijawahi kumsikia mchungaji akiwa namna hii. Na kwa sababu hiyo kila mmoja awe huru kabisa. Sasa ninapomleta kiongozi ambaye atatuongoza katika ufunguzi wa kongamano hili, askofu mkuu wa kanisa la Church of God in Tanzania, Askofu Lazaro Mayala. Karibu.